Kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 3 nasema, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, wakezo na wanao walio wema ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna lugha ambayo inaeleweka pale, kwamba huyu mfalme Beni-Hadadi anatumana ujumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli, anasema kwamba pesa zako na dhahabu zako ni mali yangu, na hata akuachia pale, akasema wakezo wote ni wangu. Kuna kitu unafaa ujifundisha hapa, kwamba mfalme Ahabu ama mfalme Beni-Hadadi alipomwambia Ahabu ya kwamba wakezo ni wangu, haina maana kwamba aliwaendea akawamiliki. Hapana, wale wake waliendelea kuwa wa Ahabu, waliendelea kukaa kwa Ahabu, waliendelea kufanya mambo mengine ya kawaida kwa Ahabu, lakini control ya wale wanawake wa Ahabu ilikuwa kwa mfalme Beni-Hadadi. Sijui kama unanielewa. Yaani huyu ni mke umemuoa, lakini huyo mke sio wewe unamcontrol, anakontroliwa na roho ya hasira ambayo iko ndani yake. Huyu mke umemuoa, lakini amekuwa controlled na roho ya washarati, kiasi kwamba huyu mke unajaribu umwambie kwamba nataka tuwe wawili peke yetu, lakini anasema hapana, kwa sababu kuna mwingine anamcontrol ambao ni roho ya washarati, ambao ni roho ya hasira. Beni-Hadadi anamwambia mfalme wa Israeli ya kwamba wakezo wote watakuwa ni wangu. Hao ni wale wake ambao sasa uko naye kwa nyumba, lakini huyo mke ajuangi kama wewe ndio umemuoa, kwa sababu amemilikiwa na mtu mwingine. Anaweza akatoka anytime bila kuwa anakuambia. Anaweza akafanya chochote bila kuwa anakuhusisha, pamoja na kuwa wewe ni mwanaume ndiye kichwa cha boma. Ukiona mwanamke wa namna hiyo, ujue kwamba huyo mwanamke amekontroliwa na kitu kingine tofauti, amemilikiwa, amemezwa na kitu kingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wale wanawake ambao uko naye kwa boma, lakini ako na mume wake mwingine wa ndoto ambaye anampenda kuliko wewe. Yakifika yale mambo mengine ya ndani, unashangaa kwamba yeye mwenyewe hataki, lakini akikutana na huyu mwingine wa ndoto, mambo mengine anafuata kabisa. Haya ni mambo yanatokea kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 5. Beni-Hadadi anamwambia Ahabu ya kwamba wakezo watakuwa ni wangu, na nikakwambia kwamba anapomwambia wake zako watakuwa ni wangu, akumaanisha kwamba anakuja wachukue. Hapana, wako pale kwenye boma, wanakaa hapo hapo. Hajawachukua physically, lakini spiritually tayari ameshawachukua. Amewamiliki kabisa, kiasi kwamba wao wenyewe ndiye Beni-Hadadi ndiye anawacontrol au wake wa Ahabu vile ambavyo wataenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ndoa leo ambayo imefunjika, ujue kwamba kile ambacho kilitangulia ni roho ya Beni-Hadadi kwanza kwenye hiyo ndoa. Kila ndoa leo hii ambayo iko na changamoto, wanandoa wale wanafaa kuombea roho inaitwa roho ya Beni-Hadadi, na unakuanga na uwezo wa kuiona, ukaona kwamba huyu mke wangu ni mtu mwenye hasira, akikasirika anavunja kila kitu, anaharibu, anavuruga amani, na kuwa siwezi mkamcontrol. Unafaa ukemee hiyo roho ya hasira, maana huyo ndiye Beni-Hadadi kwenye maisha yako. Hiyo ndio roho ambayo imetumwa, hiyo ndio madhabahu ambayo imetengenezwa, hiyo ndio madhabahu ambayo imetengenezwa ya Beni-Hadadi, kiasi kwamba uko naye kwa nyumba, lakini yeye mwenyewe analala bedroom, lakini wewe mwenyewe unalala sitting room. Ina maana kwamba kuna mwingine anamcontrol. Yule anayemwambia kwamba msije mkatulia mahali pamoja, huyo ndiye anayemcontrol kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Beni-Hadadi anamwambia mfalme Ahabu ya kwamba wake zako wote watakuwa ni wangu. Sijui kama unaelewa kitu hapo. Nina imani ya kwamba kuna mtu ambaye ananielewa sana kufundisha hivi. Maana hiyo ndoa yako au mahusiano yako ambayo yalivunjika,
yalivunjika kwa sababu ulikosa kuangalia roho ya Beni-Hadadi ambayo ilikuwa imemiliki huyo mpenzi wako kabla hamjaachana. Maana ikutokea kibahati mbaya. Kwenye dunia mambo yatokii kibahati mbaya. Ukiona vinaelea, ujue vimeundwa. Na unakosa kujua kilichoundwa kwa sababu walipokuwa naunda au kwa. Maandiko yanasema ya kwamba walipoenda kulala, akanja adui akapanda mangumu. Mlipoenda kulala wakati ule ambapo mlikuwa na furaha, akaja Beni-Hadadi akaweka roho ya nyoka ndani ya yule mwanamke. Yule mwanamke akaanza kukontrol badala ya wewe mwenyewe umkontrol. Roho ya Beni-Hadadi kile ambacho inafanyanga, ikiingia ndani ya mwanamke, yule mwanamke anakuwa mtawala kwenye mboma, anakuwa kichwa. Maana roho ya Beni-Hadadi ni yule nyoka ambaye ametajwa kwenye bustani ya Edeni. Ni yule nyoka ambaye alimuingia Hawa. Maana baada ya kuwa Hawa ameingiwa na yule nyoka, maandiko yanasema ya kwamba akaanza kumcontrol Adamu. Yale matunda ambao Adamu alikuwa anaishi na ule mti pale, akiwa anajua kwamba huu mti haufai kuliwa. Baada ya kuwa Hawa ameingiwa na roho ya Beni-Hadadi ndani yake, alikuja mwenyewe akiwa na nguvu za Beni-Hadadi, akiwa kama kichwa, akiwa na hekima. Akampea ile tunda tu. Ile tunda ambayo ilikuwa itamaniki mwanzoni. Baada ya kuwa Hawa ameshawishiwa na mfalme Beni-Hadadi, ameshawishiwa na nyoka, alianza kuona hiyo tunda inapendeza. Maana maandiko kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, maandiko yanasema ya kwamba Hawa akaona kwamba lile tunda linatamanika kwa chakula. Mbona alikuwa linatamanika mwanzoni? Mbona ule mti ulikuwa umekaa pale? Na maana kwamba alikuja akapigwa kampeni. Alikuja akaambiwa mambo na shetani na Beni-Hadadi akayaelewa. Beni-Hadadi akiingia ndani ya mwanamke, akimtawala mwanamke, kile ambacho kinatokeanga kwenye maisha ya yule mwanamke, huyo mwanamke anangeukanga kuwa sumu. Maana anaingiangwa na yule nyoka anakuanga na sumu. Na kile ambacho kitatokea ni kwamba maneno ambayo yule mwanamke ataanza kuyatamka yatakuwa ni maneno ya kukufelisha kwenye maisha, ya kuua chochote kwenye maisha yako. Kama ulikuwa unaona unaendelea kwenye maisha, lakini ulipo moyo mwanamke mkaishi mnaendelea bado, lakini kafikia mahali failures zikaanza kutokea, ujue kwamba kuna Beni-Hadadi ambaye ameingia ndani ya huyo mwanamke, na ameingia akamweka sumu, akamjaza na sumu. Tabia mojawapo ya sumu ni kwamba inaua. Sijui kama unanielewa. Beni-Hadadi akiingia ndani ya mwanamke, huwa anakujanga kumuondoa mwanaume kwenye nafasi yake, kwenye position yake. Ndio maana utaona kwamba kile ambacho kinatokea kwa Ahabu hapa, anajaribu kutolewa kwenye nafasi yake ya kutawala vitu. Anaondolewa kwenye utawala. Na ni kile kitu ambacho kilitokea kwenye bustani ya Edeni. Maana baada ya kuwa Beni-Hadadi ama roho ya nyoka imemuingia Hawa, Adamu na Hawa walitolewa ndani ya bustani ya Edeni. Wakaenda kukaa maisha ya kusweti, maisha ya kuteseka. Ukiona kwenye maisha yako unaishi maisha ya kuteseka, ujue kwamba kuna roho ya Beni-Hadadi unafaa kukemea. Uko kwenye hiyo ndoa, unaishi na huyo mwanamke, lakini unaona kwamba kuna roho ya Beni-Hadadi ambayo imeanza kutesa. Inakaa kukuondosha kwenye nafasi yako ya mafanikio. Unafaa ufungue macho. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 20 mstari wa 3. Maandiko yanasema ya kwamba Ahabu akaambiwa na mfalme Beni-Hadadi ya kwamba mali zako ama fedha zako, dhahabu zako, wakezo watakuwa ni mali yangu. Sijui kama unaelewa hiyo lugha. Akaambiwa wote hawa watakuwa ni mali zangu. Lakini isitoshe, unashangaa kwamba baada ya kuwa ameambiwa wake zako watakuwa ni mali zangu, wale wake waliendelea kukaa kwa Ahabu, lakini wakakaa pale kama picha. Kuna wale watu walioiwa, kuna wanawake, lakini kama picha wanakaa tu kwa sababu ya kukaa. Hawezi kukusaidia kwa chochote, hawezi kukusaidia kwa maombi, anakusaidia kwenye failure kwenye maisha yako. Ujue kwamba ametawaliwa tayari na mfalme Beni-Hadadi.
Na hapo ndio unafaa ufungue macho. Haufai kumchukia maana hakuwa hivyo tangia mwanzo.